Welcome to the convo. Leo bana, you already know sisi venye huwa tunafanya na tupo the city center ya Capital City, and hii inaitwa Best Western Hotel. It's opposite makao makuu ya CCM. So kwa anyone ambaye maybe anataka kufika hapa, ukifika zako Town City, the Town Center, unauliza the opposite ya makao makuu ya CCM. Ni place ambayo pia we got some places ambazo watoto wanaweza wakacheza, lakini pia very class and nasty and neat accommodations, sehemu ambayo imechill, you know what I'm saying? So welcome to the convo. I'm so glad kwa sababu we meet again, and of course I got some wageni ambao leo inabidi tuzungumzie muziki. It's not about where we are, but it's about the whole Tanzania. Tuko na mindset tofauti. Tunaamini ya kwamba, we believe kwamba it's not easy sisi kuweza kutoa A-list nje ya Dar es Salaam. It is what it is. Na hizo mentality zimejengwa, ni miaka inaenda sasa. I think leo ni siku ambayo inabidi tuzungumze hili swala. Tuone namna gani tunaweza create kizazi, and baada ya hapa kuwe na angalau na uwezekano tuwe na A-list artist ambao wanatokea nje Dar es Salaam na wameitengeneza big mark kwenye kiwanda. Inawezekana isiwe ni Dodoma, but ateka nje ya Dodoma, but iwe something ambayo imeweka your legacy. Na kwa akili yangu mimi inaniambia, ukiachana na upande wa muziki, inaniambia tulikuwa na producers ambao wametengeneza hizo era. Mwanza tulikuwa na producer ambaye aliwahi kutengeneza iconic yake, lakini pia Morogoro we had a producer Mona. Mwanza tulikuwa na Lollipop, you know. Ni watu ambao walitengeneza hizo mark ambazo kulitoka record label kama Tetemesha ambao zilitengeneza wasanii wakubwa nje ya Dar es Salaam na wakawa wanafanya vizuri. Morogoro the same, as well as Mwanza. As I said, ni namna gani ambavyo tunaweza tukaua hii mentality ya Dar es Salaam nje ya. So niko na Papa, one of the producers, yes, from Dodoma. He's not legendary in the industry, but ni artist, I mean ni producer ambaye ametengeneza hiyo mark kwenye A-list artist. Unapo hesabu ngoma 10 za A-list, lazima utakutana na sound tune ya Papa. How you doing? Yes. I'm good. Niko sawa. Karibu kwenye convo. Shukrani sana. Welcome bro. Tupo na moja kati ya, tunaweza tukamuita legendary kwenye kiwanda cha muziki wa Central, lakini pia ni promoter. Kwa mimi ambaye nimefuatilia muziki, ni jamaa ambaye nimemkuta pia ni anahusika sana na as a promoter kwenye kiwanda cha muziki. And wasanii wengi ambao wamefanya naye kazi, sidhani kama kulikuwa na any failure as a promoter. I think tuko sehemu sahihi na ni mjadala sahihi ambao umekutana na watu sahihi tuweze kuzungumza hii. Ladies and gentlemen, we are to DJ Masu. What's up? Cool, baby. Mimi niko poa bro. Fresh guys. Niko poa. Karibu kwenye convo. Asante sana. Sasa before tuje kuzungumza muziki, mimi I have something ambayo nilikuwa nayo
na nikaona sio mbaya. Umekuwa as a DJ for a long time. Yes. Kumekuwa na wimbi la sasa hivi DJs kutumia TikTok. Ukiwasikiliza kwenye aina ya muziki wanaofanya, tuna mess up ngoma mpya, kwa sababu zamani tulikuwa tunakuwa introduced some new songs from DJs. Right now DJs wanasubiri ngoma itrend TikTok ndo utawasikia wana bang nayo. Unalizungumziaje ile wimbi la ma DJs kuitumia TikTok pasipo kutumia vyanzo vya msingi ambavyo vinazitambulisha ngoma mpya? Kwa namna ninavyoona game ya sasa hivi na ya zamani, ingawa sio zamani sana, kwa sababu ukizungumzia miaka miwili nyuma, hiyo sio zamani sana. Ni miaka miwili tu nyuma, mitatu. Ma DJ wa sasa hivi wengi wamebadilika. Na huenda ma DJ ndo wanachangia kutokupata vizazi vipya. Au kutokupata ngoma mpya, au labda ngoma za bongo flava, au ukizungumzia ngoma labda za pop za nje za Marekani, ukizungumzia muziki wa dancehall, raga, ni muziki ambao tayari umeshapotea kwa sababu tu ya kitu kimoja. Hata redioni pia ukisikiliza, hakuna ngoma mpya utaikuta ya some artist, labda unaona kabisa hii ngoma ni mpya, atakiwa aende, labda kama atapigwa ni mara moja, labda akiwepo kutambulisha ngoma yake, au ni ngoma itakiwa iwe introduce, italia tu mara moja. Ma DJ wengi wamebezi kwenye muziki wa South Africa ambao unaitwa piano. Wengi. Kwa ile sasa ndio imepelekea mpaka huwezi kusikia ngoma mpya inalia. Huwezi kusikia bongo flava, huwezi kusikia R&B sasa hivi, huwezi kusikia dancehall, huwezi kusikia raga, huwezi kusikia pop, huwezi kusikia hip hop ya Marekani. Ni kwa sababu wa muziki wa South Africa ambao unaitwa piano ndio umekuja kuharibu. Hata ukienda sasa hivi sehemu zote za starehe, ukiwahi mwanzo, at least unaweza ukasikia hizo some R&B kidogo. Na hiyo inapigwa ikiwa hakuna watu, yani tayari wameshajiwekea hivyo. Hakuna watu, lakini kushachanganya tu 6 7 kwenda mbele, almost unasikia tu piano. Unasikia nyimbo ambazo ziko fast, labda BPM kuanzia 110 huko kwenda mbele. Sasa hivi bongo flava kama unavyojua BPM yake ni kuanzia, yani ni kubwa sana, tuseme 95 kwenda mwisho 100, imezidi kidogo 102 hapo, au 105 kidogo akina Darasa ambao wanafanya hizo. Lakini some music yote bongo flava ni kuja chini, kuanzia 102 kuja tuseme tuweki maximum mpaka 90 hapo. Sasa hizo huwezi kuzikuta sasa hivi zinalia club. Otherwise ngoma imekuwa hit sana ndio inaweza ikapigwa, mfano kama mapozi ya Diamond Platinum, Mr Blue na J Melodies. At least ilikuwa inaenda na nyimbo moja ameimba dogo moja hivi featuring Mario 225 kitu kama hicho. 25 na ya Nandi na da 225 ile, na at least da nao ilikuwa inalialia Nandi na Alikiba, lakini sasa hivi tayari zimeshapotea. Sasa hivi wote wanaelekeza huko kwenye piano. Kwa uwezi ukasikia introduce yote ya nyimbo mpya ambayo ina picha chini ukaisikia club. Otherwise uende ukaforce. What about the radio? Kote, nimezungumzia kote. Hata radio sasa hivi ukisikiliza kipindi cha mchana upati ile radha ya zamani ilikuwa tunapiga sisi zile. Upati. Sasa hivi utasikia tu kidogo piano. Mpaka radio sasa hivi vipindi vya mchana hivi vinapigwa piano. Yaani imekuwa too much piano. Huoni hili ni wimbi ambalo ni tatizo kwenye kiwanda cha muziki kwa ujumla? Ndio maana mwanzo nimesema ma DJ wa sasa hivi ndio wanaharibu muziki. Sasa hivi ma DJ ndio wanaharibu huu muziki, sio watangazaji. At least watangazaji wakiwa na playlist zao tutasikia hip hop moja labda Chris Brown, mtu anamzungumzia Chris Brown, utasikia mtu anamzungumzia Rose, mtu anamzungumzia sijui Kali, mtu anamzungumzia nani, yani umeona Kendrick Lamar sasa hivi unamsikia. Kwa watangazaji
na wakiwa na stories zao, lakini DJ siku hizi vitu visikii. Unasikia tu muziki wa Nigeria, unasikia piano, ikipigwa bongo flava basi pia ujue ni piano za kina Chino Wanaman, za kina Mario, akina Platinum mwenyewe, zile ambazo ni tempo ya juu. Kwa ma DJ wengi sasa hivi ndio wanaharibu muziki, hususan bongo flava. Tunaiharibu sisi wenyewe. So kwa DJ, kwa sababu I have to say about it. Kuna moja kati ya mshikaji jana ndo kana naambia kwamba unajua Latino sisi tumemiss. Zamani tulikuwa tunakuwa introduced na ngoma mpya kwenye radio na ma DJ, lakini sasa hivi hiyo kitu hatusikii. Ngoma tunazosikia kwenye radio tukienda club ni zile. So yes. Kwa hiyo tufanyeje hapa? Yaani to clear this. Ni nini ambacho inabidi tufanye? Nini wafanye DJs? Ni kama nilivyozungumza mwanzo, ni generation ya hawa vijana sasa hivi. Wameingia kwenye ushindani ambao mimi nauona, samani kwa kusema hiki simaanishi mtu. Wameingia kwenye ushindani wa kijinga naweza nikasema. Na DJ hao wa radio ndo wao unaona kwa club. Yeah, exactly. Kwa kitu cha club anakileta radio, yani anaona radio nayo anaihamisha kama vile club, ambao sio sawa. Yeah. Sababu radio ni mtu akusikilize, asikilize. Uwezo kumpigia mtu kwenye nyumbani kwako kusema huyu sasa hivi anacheza. Yeah. Ni uongo. Exactly. Yeah. Ingawa pia sometimes kuna sehemu ya video unasikiliza radio, DJ anavopiga watu wanakula vibe. Lakini radio sio club. Na ma DJ wengi hao wa club ndo hao wa radio. Kwa anatoka na vitu vyake radio ni club wanavileta radio. Ana ushindani, anaona mimi nikipiga piano hapa nasikilizwa kweli, mimi nikipiga tempo hii nasikilizwa, ambapo sio kweli. Radio ni upige kila aina ya muziki, ila aliyokuwa nyumbani asikilize, kwa sababu unawalisha watu zaidi ya 20,000. Sio wote watapenda unachokifanya. Exactly. Lakini kuna wachache watapenda, wengine hawatapenda, lakini ndio iko hivyo. Lakini uweze ukafurahisha watu milioni 20 wote ambao wanakusikiliza. Yeah. Kuna mwingine anapenda hip hop, anasikiliza radio. Yeah. Hasikii umepiga. Kuna mwingine anapenda piano. Ana enjoy ukipiga. Kuna mwingine anapenda bongo flava. Hivyo inakuwa. Kwa radio ni unatakiwa upige muziki wa kila aina. Lakini ma DJ wetu sasa hivi ndio hivyo. Kinachopigwa club ndio kinachopigwa radio. Mimi nasikitika sana baadhi ya ma DJ. Ukisikiza kwenye vipindi sasa hivi ni kama vimepotea yani. Exactly. Ukisikiza radio unasikia hiki, ukisikiza radio unasikia hicho. Ukisikiza huku unasikia hicho. Ni umo piano. Sasa sio kipindi kimoja. Kuta vipindi vinafuatana, labda kuna kipindi hiki anaingia DJ fulani atapiga kile. Kuna kipindi hiki anaingia DJ fulani utasikia kile. Yeah. Nyimbo zile. Yeah. Kwa mimi nikasema tu hii new generation ya sasa hivi ndio inaharibu muziki. Papa ni sound tune. Yes. Ambayo kwenye baadhi ya early tracks tunaisikia. Na ni moja kati ya jina ambalo limebahatika kwenda. Yeah, sure. Who is Papa? Papa ni miongoni mwa watayarishaji ambao wanafanya vizuri au wanasikika kwenye muziki ya countrywide kutokea Dodoma. Yeah, huyo ndo Papa. Na kama navyosemaga kwa wakati mwingi, mimi nashukurugi sana sehemu ambayo nilitokea, iliweza kunitambulisha vizuri na iliweza kunisimamia katika misingi sahihi na kunikutanisha na fursa watu sahihi nafikiri. Mimi nimefika hapa mwanzoni, nafikiri nilikutana na kina brother Masu ni miongoni mwa watu wa mwanzo nafikiri washai kurekodi. Sijui kama yeye anapenda kuongea au hapendi kuongea, lakini nilikuwepogi na wakubwa zangu kina Moody Gaizo, ya Dani Mnyama, walikuwepogi wa bro fulani hivi ambao walikuwa ni watu wanaoaminika, wanaojua pia muziki mzuri. Kwa hiyo ni kama mfano, lakini ni watu wengi ambao nilibahatika kukutanishwa nao walikuwa ni watu ambao sahihi kwa upande wangu. Kwa nafikiri ile ngoma bado unayo ile haiwezi kupotea. ilikuwa
mitungi na pamba. Yeah, kitu kama miongoni mwa nyimbo za kwanza kabisa kuzifanya. Kwa nafikiri sehemu ambayo nilitambulishwa nayo ilikuwa ni sehemu sahihi sana, kwa sababu can you imagine wimbo wangu wa kwanza ambao mimi umenitambulisha official release ulikuwa ni wimbo wa Chidi Benz, Govinda. Yani huo ndo wimbo wa kwanza. Yani mimi ni miongoni mwa watayarishaji ambao sina yale makablasha yale ambao useme alikuwa anajitafuta hapa, usikia saundi zake alikuwa anajitafuta hapa, ndo nyimbo za kwanza zimeachiwa. Yani ukiingia mtandaoni, nyimbo yangu ya kwanza mimi ambayo imenitambulisha ni wimbo wa Chidi Benz, Govinda. Nimeanzia hapo kwenda mbele. Kwa nafikiri kitu kama hicho, yani sehemu ambayo nilitambulishwa nayo ilikuwa ni sehemu sahihi sana kwa upande wangu. Tuko na wimbi la wasanii ambao wana hustle nje ya Dodoma, alafu wanaondoka Dodoma baada ya kupata majina, wakiamini Dodoma sio sehemu sahihi ya kujiendeleza kwa level waliofikia. Hiyo unachukuliaje? Nafikiri ni mindset za watu zimekariri na si walaumu wala sio kitu kibaya, kwa sababu nafikiri kwa uhalisia ndo sehemu ambayo ina fursa nyingi, source nyingi za muziki au za burudani. Nafikiri ziko radios nyingi kubwa, TVs, event nyingi, na hata sehemu za kuokotea miamala ya kwenye muziki zipo huko. Kwa nafikiri hawakosei, lakini hiyo ni mindset tu. Muziki kwa asilimia kubwa mimi nafikiri kina Brother Maswa ni ma DJs, wanachukua nyimbo za kina Davido, za kina Wizkid, wanachukua nyimbo za kina Chris Brown. Hao watu hawako Tanzania wala hawako Dar es Salaam wala Dodoma. Kwa tukiondoka na hiyo mindset kwamba ukifanya muziki mzuri popote ambapo utakuwepo, social networks zipo, internet dunia imekuwa ndogo sana siku hizi. Kwa ukifanya kitu kizuri popote ambapo utakuwepo, mtu hatojali huyu yuko wapi. Kama kile kitu kina standard ambazo DJ anataka au presenter anataka, basi kinaweza kufanya vizuri, kwa sababu kuna nyimbo ngapi zinafanya vizuri za Nigeria. Wa Nigeria hata hawajui ma DJ wa huko, lakini watu wanazisupport. Kwa nafikiri hiyo ni mindset tu. Unaweza kufanya muziki mzuri ukitokea sehemu yoyote ile. Otherwise Dar es Salaam kama utakwenda, unaweza kaenda kwenye fursa ambayo unahisi inapatikana tu, lakini swala la muziki unaweza kufanyia popote, standard ikawa nzuri na ukafanya vizuri. Sio Dar es Salaam au Tanzania, unaweza kufanya vizuri hata South Africa, Nigeria, Marekani. Yani wewe unaweza kaa uko zako Iringa huko, umeproduct kitu kizuri kikaenda viral. Lakini pia tuna managers, tuna watu ambao walikuwa they trying to make the music in another way around. Tuna watu kama kina Frank pia ni hapa Dodoma, right? Yes, of course. Hawapo sasa hivi, hawapo, wameukimbia mji. As I said before, Frank Music ni manager. Frank Music ni manager, alikuwa ana manage Frida Amani, ana manage. Alikuwa ni mtu ambaye yuko nyuma ya Frida Amani, Ben Paul. Ko Frida Amani nafikiri ni mwanamuziki, ni presenter pia. Ana shughuli nyingi ambazo anazifanya Dar es Salaam ambako ndo anapoishi. Kwa Frank Music yeye kuwa manager wa Frida Amani, nafikiri ilikuwa inamlazimu kuwa karibu na msanii ambaye anakuwa anafanya shughuli zake. Kwa ilikuwa ni ngumu kwa Frank Music kuishi sehemu tofauti na msanii ambaye yeye anamsimamia, kwa sababu msanii ana sababu nyingi ambazo ziko nje ya uwezo wake wa kutokuwepo Dar es Salaam. Sababu zake zote zinamfanya awepo Dar es Salaam, ndo anapoishi. Kwa Frank ilikuwa ina ulazima wa yeye kusimamia kwa ukaribu bidhaa yake ambayo anaisimamia sehemu ambayo inatokea. Lakini siwezi kujua sababu zake zingine binafsi, kama aliona Dodoma hakuna fursa au namna gani nyingine, lakini nafikiri hiyo ni sababu ya msingi yeye kuwa Dar es Salaam kuliko Dodoma. Mimi naamini kwenye swali lako la why kwa nini
wasanii wengi wanaondoka. Mimi siamini kwenye hilo, kuwa kama alivyosema Papa, tunacheza nyimbo za kina Chris Brown na tuwajui. Yeah. 100%. Tunawaona tu kwenye mitandao. Tunapiga nyimbo za kina Wizkid, kweli hatufahamiani nao. Yeah. Tunapiga nyimbo za kina Diamond, wako da. Yeah. Lakini tunacheza muziki wapi? Dodoma. Dodoma. Tunacheza nyimbo za kina Alikiba, wako da. Lakini tunacheza muziki wapi? Hapa Dodoma. Kwa hiyo mimi naamini kwenye kutoka kwa msanii inawezekana. Isipokuwa tu, je, msanii ni juhudi gani ambazo yeye anafanya? Sio, unanielewa? Mfano kama alivyokuambia Papa sio mzao labda wa Dodoma. Lakini ametoka alikotoka kaja kufanya game Dodoma. Papa ametoka. Yeah. Mimi sio mzao wa Dodoma. Mimi nimetokea Dar. Shughuli zangu zote za muziki za nini nilianzia Dar. Lakini nilitoka Dar nikaja Dodoma. Lakini ukimwangalia Masu sasa hivi usimuona unamzungumzia tofauti. Yeah. Kwa nimetoka Dar nimekuja Dodoma, lakini nimetokea hapa Dodoma. Na nimekuwa mkubwa hapa na nimetengeneza hela nikiwa hapa. Na nimekuwa maarufu nikiwa hapa. Wadau wenyewe wananitafuta mimi. Kwa hiyo ni juhudi za msanii na ngoma tu. Ngoma ikiwa kali always itachezwa Mwanza, itachezwa Dar. Inategemea tuna aina yako ya promotion, unafanyaje promotion. Wasanii wanachokisema ni kwamba the only investors ambao wanasimamia the game wengi wako kule. Kwa hiyo wao wanachokiamini ni kwamba the only place ambayo inabidi sasa wao wa deal nayo ni Dar. No, wale ni binadamu pia. Wale wametengeneza pia mazingira yao. Ya manager sawa, wengi wanakaa Dar, lakini mazingira ambao wao wametengeneza. Mfano kama Mo wa Beyond Production alimtengeneza Papa, alikumtoa akamleta hapa. Akamtengeneza Papa sasa hivi kawa mkubwa. Sijui unaelewa? Kwa wakiniambia my investor Dodoma hakuna, mimi nakataa. Watu wapo ambao wanataka kuwekeza muziki. Je, wanawekeza wa muziki kwa nani? Wanawekeza hizo hela kwa muziki upi? True. Sijui unanielewa? Lakini wapo na investor wako kibao Dodoma. Kama anavyoongea mkubwa hapo, mimi nafikiri wasanii ilibidi waondoe hizo mindset za kwenda kufanya Dar es Salaam, kwa sababu mnapotokea mnafanya vizuri, watu wanapotokea wenye vipaji wote wakifanya vizuri kidogo wanahamia Dar, ina maana wanaiacha ile mikoa empty. Sasa wawekezaji wataonekanaje kwenye hiyo mikoa kama nyie wote mkifanya vizuri mnataka muende Dar? Lazima hata wawekezaji wa hapa wahamie Dar kwa ajili ya kutafuta vipaji, kwa sababu huku walipo wanaona hamna. Kumbe wewe ukifanya vizuri kidogo unahisi unastahili kuwa Dar. Kwa producer, DJs, kwa nini tusifanye hii miji nayo ikawa ina soko la muziki likawa linaweza kushindana na Dar au sehemu nyingine? Kwa sababu kama kuna watu wana vipaji wakali, wasipoenda Dar wakafanya hapa, ina maana huku nako kunakuwa kuna viwanda vya muziki ambavyo vinatengeneza watu na wanazidi kuongezeka. Wasipohamia Dar, ina maana huku kunakuwa kuna tasnia nyingine, kuna kiwanda cha muziki, kuna wasanii wengi wanaibuka wanafanya vizuri. Lakini wote wakihisi wakifanya vizuri wanastahili kwenda Dar, it means huku mikoa inakuwa inaonekana haina vipaji na hakuna fursa, kwa sababu hata wawekezaji hawaoni kama kuna watu wanafanya muziki. Wewe ukifanya vizuri unahitaji kwenda Dar. Mwekezaji awekeze kwa nani? Kwa sababu anajua Dar ndo wanakotokea wasanii wakali. Wasanii wengi wanaofanya kazi nzuri au kubwa au wanaokuwa na wasanii wakubwa walioko Dar, kila mtu ukimuuliza huyo wa Arusha, huyo wa Mbeya, huyo wa Mwanza, huyo wa Morogoro, huyo wapi? It means wale wangebaki kule Morogoro. Hata hao my investors inawezekana wangetokea huko Morogoro na wakakompete hata na Dar na wakatengeneza viwanda vya muziki kwenye mikoa yao. Lakini inaonekana hii mikoa haina wadau wanao support, haina event, haina tuzo, haina nini, kwa sababu kila anayeibuka anataka kwenda Dar. Sasa huko atawekeza kwa nani? Na wakienda Dar wanakufa. Yaani ni ukweli. Sure. Yaani usiniambie Dodoma hamna ngoma kali. Papa ni producer, katengeneza ngoma kali nyingi. Lakini akimaliza msanii anachukua nyimbo anakimbia Dar. Anafika Dar kutana na machangamoto kibao. Nyimbo ya Papa inakufa huko Dar. Sijui unanielewa? Kwa wanavyokimbilia Dar ndo wanaenda kufa wenyewe huko Dar. Wakirudi tena huku, ile nyimbo labda tu ikaipeleka labda moja ya radio kubwa Dar, inapigwa tu siku moja, anarudi huko anaona tayari kashamaliza kila kitu. Wakati itakiwa aekeze hapa, atokee hapa,
Anokuja hapa, bwana kuna nani? Kuna mtu fulani. Mbona zamani ilikuwa hivyo? Mimi nimekuja hapa nimekuta wasanii kibao. Nimekuja hapa Dodoma, nimekuta wasanii kibao. Unasikia kuna msanii fulani, lakini dai kwa umsikii. Yeye ulivyoingia hapo, kuna msanii fulani. Sasa hivi ile yote hamna. Mfano mzuri, nimekuja na mchizi wangu hapa. Anaitwa Medi. Ni moja ya wasanii ambao niliwakuta Dodoma wanafanya vizuri. Sasa hivi hamna kitu. Ni mwanangu, niko naye kila siku. Ni wasanii wakubwa ambao niliwakuta Dodoma. Lakini sasa hivi mimi mwenyewe ukiniambia msanii gani Dodoma sasa hivi sijui. Ukiniambia nani anafanya vizuri labda nimuulize Papa, bwana Papa hebu nani sasa hivi? Sijui. Sije kupokea nyimbo ya msanii wowote wa Dodoma muda mrefu. Redioni sije kusikia nyimbo ya msanii wa Dodoma muda mrefu. Ndo zinazopigwa ndo zile ambazo tu zilikuwemo. Lakini zamani kama sitakosea naweza nikawataja. Zamani nilikuwa na kuna hawa kina Medi Voice na nani? Medi Voice. Baadaye ngaja nikamsikia Jacobiti. Baadaye kuna Breezy yao, akina Medsani, Haidal Skoda, Gifted Sun, Moni mwenyewe pia alikuwa namsikia. Mwingine nani ambaye anakuja haraka. Maproducer wako kuna kina Dashi, Waenzizo wakina Dashi nani? Yaani walikuwa wengi. Kwa hiyo hebu angalia ni kamkoa kwa kanajivunia tayari ukitoka na wasanii unatajua hiyo list yote ya wasanii. Ikaja katikati na mdogo wangu akafanya vizuri, ukizungumza producer unasikia tu papa mpaka sasa hivi. Lakini Papa iko na wasanii wakija kwenye event hizo zote utasikia bado tupelekeni kwa Papa. Lakini Papa yuko hapa yuko da ujue. Ni kwa nini? Juhudi za mtu na kazi anazofanya, watu wanafuata kazi. Ilikuwa kuna msanii anakuja Dodoma asimtaje Papa hata kama hawataenda. Sababu uzuri mimi wasanii wengi ni wanangu. Sure. Wakija Dodoma hivi wanakaaga nao. Hata kama mwingine hataenda kwa Papa. Kuna dogo anaitwa Papa mwanangu nasikia balaa huyo. Anambia dogo balaa kabisa. Inabidi nipate time nifanye naye ngoma. Lakini tu time anakosa, mtu anafanya kilichomleta Dodoma anaondoka. Ila lazima amtaje nani? Papa. Lakini juhudi. Kwa mimi nasimamia kwenye juhudi. Lazima wasanii wenyewe wawe na juhudi. Sio kukimbilia dawa wanaenda kufa. Yaani uweze kukimbilia dawa ukiwa sehemu yako unaotoka hujaweka heshima. Ni nani anataka kukuheshimu dawa kwenye mkoa wa watu? Mfano kama mimi sasa hivi natoka na safari sehemu nyingi, lakini natokea wapi? Dodoma. Mimi naenda Kenya, naenda Rwanda, yaani karibuni East Africa yote. Napata shows. Ila sitokei da. Natokea wapi? Dodoma. Na hata ninakoenda utasikia jamaa wa Dodoma. Hata kwenye posti zangu zote bado utasikia Dodoma. Basi kwa jina nalonao no uwezo wa kuishi da. Nikarudi zangu da, nikapambana tena. Itanichukua tu miezi 6 na uti na kwenye link, lakini kwa nini niende da? Tayari mimi na mkoa wangu hapa. Tukizungumzia DJ, tutazungumzia Tumasu, hata kuwe na kina nani, regions ambao nimetengeneza ni kubwa. Hata tokee nani hawezi kushusha jina langu sasa hivi. Tayari nishajiweka pale Masu. Yoyote akitoka popote. Lakini kwa wapi? Dodoma. Kwa nini tukimbilie mikoa ya watu? Ndio tunaenda kufanya nini? Kufa. Mfano mimi nitoke Dodoma niende Dar sasa hivi. Nitakufa kwa muda. Lakini nitasimama. Kwa nini? Tayari nilianzia pale, miundombinu yote naijua ya Dar es Salaam. Nina watu wengi wako pale. Sasa msanii hana miundombinu yote, labda tu ana mtu mmoja ambaye anamjua. Labda mwanangu Jacobiti iko Dar. Ataenda atakana Jacobiti, lakini reji ya watu wengine wako wapi? Huna. Unakufa. Kwa lazima tusimame kwetu, jitengeneze kwenu ili wengine sasa wakusikie kutokea kwenu. Mimi nimefurahi Papa akatengeneza kitu chake. Sasa hivi ukizungumzia producer Dodoma utaambiwa Papa. Kwa wadau wenyewe sasa hivi wanamjua Papa ni mtu gani. Lakini hajachukua tamaa. Kwani akienda baadhi ya studio kubwa atakosa kazi. Maproducer wote wanamjua sasa hivi Papa mtu gani. Akisema na mimi sitaki Dodoma niende zangu Dar sasa hivi nikafanye muziki Dar. Anapokelewa tu kwa mikono miwili na studio yoyote nakwambia mimi. Yoyote ya Dar kubwa. Wanampokea kwa mikono na dogo anapiga kazi. Lakini iko hapa. Nafikiri pia na
kama kwenda Dar au kwenda sehemu ambazo zimeendelea kwenye muziki, sehemu yoyote, nafikiri hili swala limekaa tu kama biashara nyingine ya namna yoyote. Ukienda Dar, mimi mara nyingi sana mimi naenda Dar, nafikiri naingia studio zote kubwa. Kikubwa ambacho kinatupeleka kule au inabidi kitupeleke sehemu kama Dar, nafikiri ni kujifunza kwamba Dar es Salaam wanafanyaje, Dodoma kitu gani hatuna kinachofanya labda wasanii wa rekodi Dodoma wanatamani kurekodi Dar ili nyimbo zao waziaminie zaidi. Dar es Salaam wanafanya kitu gani Dodoma ambacho hatufanyi. Kwa nafikiri kwa wasanii au producers kwenda sehemu kama Dar ni sehemu ya kujifunza, kama kuna kitu nahisi kina miss Dodoma hakipo, Dar es Salaam watu wanakipata. Kwa unaenda kama kushare experience na watu tofauti ambao wamekuzidi labda chochote, unarudi Dodoma kuboresha kitu ambacho nahisi kilikuwa kinakosekana, watu wanakifuata Dar. Na nafikiri ni nzuri hata kibiashara. Kuna msanii hapa anatamani labda akarekodi Dar es Salaam kwa sababu akisikiliza nyimbo anahisi mixing za huku ni tofauti na mixing za Dar. Kwa unaenda Dar sasa kujua kwenye mixing nakoseaga wapi. Kitu gani ambacho mimi nikiplay wimbo wangu kinakuwa tofauti na ukiplayiwa wimbo wa mtu ambaye katengeneza Dar. Ukienda ukajifunza hicho ukarudi ukao unafanya the same wimbo na playiwa na DJ Maso labda ana play wimbo wa Jinako, kwa sababu anajua standard ambayo naweza nikaipata Dar na ukoa nauli na ukoa gharama za kuishi kule na ukoa hotel, naweza nikarekodi hapa nikapunguza gharama kibao na napata standard ambayo naipata kule Dar. Kwa ni vitu vya kujifunza nafikiri kwa wasanii au producers na watu wote ambao wanakuwa kwenye tasnia, kwamba tukienda Dar kitu gani kinakuwa kinatuzidi sisi ambao tuko huku mikoani, kwamba nikiwa Dodoma kuna kitu gani kinakosekana, nikienda Dar kitu gani ambacho mimi nakuwa sina watu wanakifuata Dar au wanahisi kule kinapatikana huku hamna. Unajifunza, unarudi huku unakifanya kile. Nafikiri ni vitu kama hivyo, watu mindset wanakuwa waziweki kwenye kujifunza au kuboresha zaidi walipo na kutamani waende huko ambako wanahisi kumekamilika. Inanichukua urahisi kwa sababu tayari kuna kitu nimeshakitengeneza. Wamiliki wenye maeneo ya burudani ambazo mara nyingi shows zinafanyika ni washikaji zangu. Ukija upande wa pili wasanii ni washikaji zangu. Ukija upande wa tatu usani kwenye ma sponsors nini ni washikaji zangu. Nafahamiana na watu wenye makampuni wengi, nafahamiana na wafanyabiashara wengi. Kwa hiyo inanichukua urahisi. Mimi waga siandikaji proposal. Sio mna jambo niandike proposal nimpelekee mfanyabiashara fulani kwa ajili ya kutaka kitu fulani. Mimi waga sifanyaji hivyo. Mimi napiga tu simu, bwana nina jambo langu tarehe fulani naomba udhamini. Masu unataka udhamini wa shilingi ngapi? Hitaji udhamini wa kiasi hiki. Masu hiyo sina bana, ila naweza kukupatia hiki. Kwa nikishawapigia watu 10-15 wote napata. Ukija kwa msanii kuna ambao wanawalipa cash, kuna ambao nafanya nao kwa ambacho kitapatikana mlangoni basi tutagawana. Okay. Kwa mara nyingi huwa hainichukui ugumu sana. Of course vitu vyote mimi mwenyewe nayo sound, nayo stage. Hivyo vitu vya msingi vyote mimi ninavyo. Kwa nikisema ni kodishe sound yangu kwa shilingi bado hata nikitoa zile cost hamna ugumu ambao mimi napata. Ila kwa wengine unavyosema unapataga ugumu kwa sababu anataka kufanya kazi na msanii fulani. Hana connection naye yoyote. Kwa msanii anamtajia mahela hapa. Sio hela, mahela. Na mara nyingi nani zangu zote nikisema hapa nahitaji watu 500. Hawajai kupungua zaidi ya kuzidi. Kwenye zile target zangu hawajai kupungua zaidi ya kuzidi. Yes. Hivi ushawahi kupata
ugumu wote namna ya kuandaa nyimbo ya msanii, alafu maybe ikapotea? Kwa mfano let's say labda tunahitaji unapoitengeneza demo tunahitaji zile kwenye production Ni project au project ikapotea. Hii inatokea. Unamwambiaje msanii baada ya hapo? Pengine amekuja na kuondoka like. Inatokea zinapotea hizo kazi kwa sababu nyingi. Kwanza mavifaa ya umeme haya ni mavifaa ambayo sio ya kuaminika sana. Mimi nishai kupoteza project. Shai kurekodi, kompyuta yangu ilikufa, Chidi Benz yupo booth anarekodi. Yaani yuko booth anarekodi, kompyuta imezima. Na ndo imekufa hiyo. Benpo yuko booth anarekodi. Yaani anarekodi yupo katikati ya session, kompyuta imekufa hiyo. Na unaona kabisa mlikuwa mnatengeneza kitu noma. Hapa mnaanza process za kuchukua kompyuta mpya, mnakuja mnaanza na zoezi upya. Kwa inatokea sometimes unaweza kaa umerekodi, umechukua muda mrefu, umetengeneza kitu noma na msanii, lakini kuna kujisahau kibinadamu. Unaweza ukashangaa ile project ukaireplace na project nyingine, unakuja kukuta ile project umeipoteza kabisa. Kwa ishai kutokea mara nyingi, nafikiri ni vitu ambavyo huwa vinatokea mara kwa mara. Hivi mostly kwenye muziki watu inabidi tuzingatie nini? Msanii kuwa na talent au msanii kuwa na nidhamu ya muziki? Ni kitu gani ambacho kinamata zaidi hapa? Sasa inategemeana kinamata kwa nani. Msanii. Na kuuliza wewe kwa sababu you are the producer and unakana hawa. Of course, yeah. Nini ambacho kinaweza kutengenezeka kikambeba mwenzie akiwa ana kimoja na kingine kina upungufu? Nafikiri akiwa ana talent au akiwa ana nidhamu? Nidhamu nafikiri ni kitu ambacho kinafanya kazi katika kila engo ya maisha. Nidhamu. Kuna watu ambao hawana talent kiasi hicho lakini wana nidhamu na wanafanikiwa sana, wamefika mbali kwa sababu ya nidhamu na namna wanavyoishi na watu. Kuna watu wengi wana talent lakini hawana nidhamu na wameishia kuwa hawaeleweki. Na ukimuuliza mtu yote anakuambia yule jamaa ana talent sana, lakini akishakwambia ana talent, kinachofuata anaanza kukuambia madhaifu yake. Kwa nafikiri nidhamu ni kitu ambacho kinafanya kazi, yaani kitu ambacho kina apply kwenye kila engo ya maisha. Kwa nidhamu itatangulia kwenye kufanikiwa kabla ya talent. Mtu atakuwa na talent na kila mtu ataona noma, lakini kama hatakuwa na nidhamu, basi nafikiri itakuwa ni rahisi mtu kuona madhaifu yake na kuichukulia poa hata ile talent yake. Kuliko hata mtu ambaye hana talent kiasi hicho lakini unahisi ana nidhamu, ni rahisi kumvumilia na ni rahisi kutamani kumsaidia kwa sababu ya nidhamu yake na akafanikiwa. Masu, ni neno gani ambalo unaweza kuambia wasanii ambao wako Dodoma ambao they are more talented but hatuoni kazi zao? Nikianza hapo ulipoishia, alipojibu Papa. Yaani ukweli kabisa. Msanii anatakiwa kuwa na talent, msanii anatakiwa kuwa na nidhamu. Vitu vyote viwili viende sawia. Kama alivyojibu Papa, unaweza ukaa na nidhamu, usiwe talented, huwezi kwenda popote na nidhamu yako. Unaweza kaa talented, usiwe na nidhamu, huwezi kwenda popote. Dogo yule miausho. Anaimba sana lakini udogo kaletea nyimbo yake mimi siwezi kupiga miausho. Unaona mambo yanavyokuwa. Ikishakuwa tu hiyo ni wewe huwezi kutoboa. Yaani huwezi. Mimi Dodoma natolea mfano wale Medi Voices, ndio majina yao wanaitwa hivyo.
Medsan na Med Voice. Medsan na Med Yeah. Voice. Yeah. Wale watoto walikuwa wana talented sana. Na walikuwa wana nidhamu sana. Yaani ukikutana nao hivi unaweza kuwa unaongea nao, kwanza wako kimya, wanakusikiliza wewe umalize. Yeah, sure. Alafu bro nyingi. Sawa bro. Ndio hivyo bro. Stojitahidi bro. Na kila unachowaambia basi wanafanyia kazi. Ni kweli. Kwa wewe mwenyewe unaona hata aibu kuambia madogo, hebu leteni 10 hapo. Madogo hebu leteni 50 hapo, nyimbo yenu niipeleke. Yeye unakuta tu from nowhere, yani kwa vile wanavyokuonyesha, unajua watoto hao ngoja tu niende nao. Ni wasanii ambao nimewacheza sana. Ni wasanii ambao nimewafuatilia sana. Na mwingine yule producer nani anaitwa? Dash. Alikuwa ni ana nidhamu, ana talented, lakini baadaye alivyoanza swimi ya darati, sijui alikuwa anavutaga yule msanii. Akaja akachanganyikiwa. Lakini umeona nidhamu ni mwazungumzia watoto. Ilikuwa iko vizuri. Mimi kuna wasanii kwa sichezi kabisa nyimbo zao. Sichezi kabisa. Yaani kwa sichezi kwa sababu ya nidhamu. Wana nyimbo kali, lakini nidhamu hawana. Wewe ambaye wanategemea ucheze ngoma zao, unakuta mtaani wanakusema brother miayusho, je, wakati sijawahi kuwa hata rafiki yake. Hatujawahi hata kukaa hivi na nini tukapiga story. Hatujawahi. Hajawahi kunifuata indirect kwa brother, kazi yangu hii. Mbona kana Diamond wanachukua YouTube? Namzungumzia Diamond na wewe. Kuona mimi sasa kazi yako nikaitafute hivi. Wakati tuko tu hapa karibu, unaweza ukanifuata tukaonana tu pa. Mbona anachukua nyimbo za Alikiba YouTube? Wewe na Alikiba tena. Kwa nidhamu za wasanii wengi kwa ndio umekuta waje kwa washikaji zangu. Lakini wenye nidhamu ilikuwa ni wanangu. Yaani walikuwa wanangu sana. Kwa hiyo nidhamu, talented ni vitu ambavyo vinatakiwa viende pamoja. Katika soko ambalo tuko Dodoma, ni vitu gani ambavyo tukivirekebisha na kuviongeza kwa kila mtu, producers, wasanii pamoja na biashara, events, na hisi tunaweza tukainuka pia na tukawaaminisha. Wanasema samaki mkunji au mkunje ingali mbichi. Angali mbichi. Sasa hivi kila mtu ameshaiva. Na samaki akiiva uwezo ukamkunja. Kwa nini nimetolea mfano huo? Kila msanii sasa hivi anajiona yeye ni mkubwa. Yeye anavyojiona yeye mwenyewe. Anajiona yeye ni mkubwa. Anastahili ukubwa. Hastahili tena nini? Udogo. Kwa hiyo mtu wa namna hiyo hata ukisema ukae naye, umwambie chochote bado atakuona ni miayusho. Lakini sio kama show zifanyiki. Show zinafanyika. Na watu wameboresha kwenye event sasa hivi. Event zinafanyika nyingi, lakini wasanii wa Dodoma huwezi kuwaona. Kwa sababu nini? Anasubiri umpigie simu. Mimi nimeandaa event yangu kwa gharama sana. Labda nishaweka labda big artist yuko pale. Sawa. Lakini yule wa hapa anaona isho ya Papa. Papa mimi ananijua. Papa atanipigia simu. Lakini sasa inakuja kwenye ukubwa. Inakuja kwenye ukubwa. Papa tayari ni mkubwa kuliko huyu msanii. Sio, unaelewa? Msanii anajiona ni mkubwa kuliko Papa. Wewe niambie simu ya Papa inaweza ikainuka kumpigia msanii? Kwa hapo sio rahisi. Kwa namna tunavyochukua
kuliana. Simu hapa inaweza ikinuka kumpigia msanii. Kwa hapo Lakini Papa na Nteshe anajua hapa kuna msanii atanitafuta. yeah. Sijui unaelewa? Kuna msanii atanitafuta tu. Why zikija big event kwa mfano labda imekuja Serengeti Music Festival ile ya ilikuwa ya Dr. Abbas ile. Kabla hajahama kwenye wizara ya sanaa. Mimi nakaa na watu wanapiga simu. Nakaa na wale waandaaji wa sasa simu. Mimi mtu fulani bana, naomba tu nafasi bana na mimi ni perform na nini. Anampigia mtu wada. Anampa heshima fulani kabisa. Si unaelewa? yeah. Wasichokijua mimi najua hivyo vitu vyote. Sasa unakuta unaandaa event yako, mimi siwezi kuinua simu yangu kumpigia labda msanii bana yeye na jambo langu 1 2 3. Otherwise kuna kitu cha ndani kinamhitaji. Utainua simu, utampigia. Mimi mosi karibuni wasanii wa Bioni wote mimi kwa nawapigiaga simu. Sure. Wote. Toka enza kina Idal Skoda. Au kuna event hapa kuna nini? Ni kwa nini? Tulikuwa tuna ukaribu na mkurugenzi wa Bioni Production, Bwana Mo. yeah. Mbona vikupa mifano hapo? Sure. Kwa ule ukaribu wetu na Mo siweki ukubwa wa msanii, naweka Mo. Kwa hii ikipita hii Mo kwa heshima yake Mo mimi nitaongea naye vipi bwana. Kwa unapiga simu wewe mwanangu kuna event 1 2 3 kiasi hiki na hiki tukafanyeni kazi. Mo anakuja kusikia masu kapiga simu okay. Lakini sasa mimi sina ukaribu na mimi nakupigia simu. Inakuwa ni ngumu. Lakini vitu vya kuboresha show zinafanyika sasa hivi nyingi tu. Kwa hiyo inakuja sasa wasanii watakiwa wajitume. Waache ukubwa ambao sio wakubwa. Mimi nazungumzika kila sehemu. Kwani mimi msanii? Hapana. Mimi si DJ tu. Yeah. Mara mwisho kuna mimi napiga muziki wapi mna Dodoma hii? Sijapiga kitambo lakini bado niko. Unajua ni kwa nini? Kutokana na kazi ambayo nilifanya. Nilifanya kazi kubwa sana Dodoma. Nilijituma wakati mimi nakuja hapa. Nilikuta ma DJ wana majina yao, nilikuta wasanii wana majina yao, lakini nikapambana. Nikavuka hadi nikakaa pale juu ndang. Niko pale. Mimi sifanye kazi klabu. Napiga ninavyojisikia, nikilipwa nitaenda kufanya kazi. Lakini huwezi kunipeleka club meet utanikuta street nimepanda tu mizuka. Huwezi kunikuta mimi naingia zangu na kula zangu starehe zangu. Ma DJ wenyewe wananiimba wakiniona. Unafikiri kwa nini? Hamna sehemu ya starehe mimi nitaingia ma DJ waniimbe. Wananiimba wenyewe. Kwa unajua kabisa huyu kamkubwa. Huyu ni kamkubwa, wanaelewa kabisa. Wananiimba. Kwa hiyo lazima kuna kipindi tufike tuangalie bwana hiki bado kuna level hatujafikia. Kwa lazima tujitume. Sasa hizi wote wamepromoka. Kuna nani Breezy sasa hivi namuona anauza simu. Wote wanauza simu. Aidali anauza simu, Gifted Design anauza simu, unakutana nao kibao. Sasa huyo mtu unasema Nito wote wanauza simu. Hao akina Medivoice sijui akina nani mmoja kama mchoraji sijui anafanya vipi, mmoja anauza vifaa vya magari. Martin Teddy sijui anaweka nini muziki kwenye magari anaruka ajita Medi Sound. Na utaelewa unampaga changamoto kwa mwanangu muziki wewe ndo basi. Lakini watu walikuwa na talent kubwa. Na madogo walikuwa wanapambana. Lakini sasa umeona tayari wamekata tamaa kwenye mapambano yao. Sasa watu wao hawawezi wakaenda. Huoni ni there is a big problem behind hivi vyote vinavyotokea like. Maybe inaweza ikawa ni namna ambavyo wao wamepambana wakahisi kwamba there's something wrong somewhere. Papa anatengeneza ngoma kali sana. Na ngoma kali zipo. Shida ni wasanii wenyewe. Unaelewa? Wanaweza wasiwe na hela. Lakini wanaweza kupambana kutafuta mtu mwekezaji. Hiyo haipo. Walikuwa wanakaa wanamtegemea mbunge wetu wa jimbo la Dodoma mjini Anthony Mavunde. Mko watu 100. Atashika mkono wangapi?
Kwa ili awasaidie wale alichokifanya ni kuwekea studio, ni kuwekea maproducers. Pambaneni na studio hiyo nimewekea. Ndio mchango wangu. Lakini Mavunde hawezi kumshika Breezy mkono akampeleka Clouds, akampeleka sijui East Africa, akampeleka Wasafi, akampeleka wapi. Yule ni mbunge pia ni waziri. Hawezi kufanya hivyo vitu vyote. Hata kama anaweza, kuna Breezy, kuna Made Sunny, kuna Gifted Sunny, kuna sijui nani, wote babao ni huyo mmoja. Akitokea pale watu wanamwangalia hivi. Lakini yule cha kufanya, hebu ngoja sasa niwape chakula wanangu. Niwape chakula leo, niwape chakula kesho. Alafu niwape njia ya kujitafutia sasa. Cha baadaye. Lakini yule anakula chote, anajua tu baba bado yupo, anakula, mwisho wa siku baba hayupo. Lakini Mavunde aliwasaidia. Aliweka studio, akawekea maproducer, akawapa na mipango, zikija shows, Mavunde anawapigia simu, nendeni. Lakini wote kwa msubiria wapelekwe Clouds. Waende hivi. Haiwezi kufanya hizo vitu vyote. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe ushapewa njia. Mheshimiwa amekukutanisha na mtangazaji. Ni wewe kupambana na ule mtangazaji sasa. Kakutanisha na mkurugenzi wa AFM. Ni wewe kupambana na ule mkurugenzi. Unamwacha tena mheshimiwa, wewe unamsumbua. Bwana kijana yake mheshimiwa, mkuu bwana ngoma zangu bwana mkuu na 1 2 3. Yule akisema huyu wa mheshimiwa, huyu anakusaidia. Lakini watu walikuwa hawaitumii hiyo nafasi. Labda kama wanatuangalia leo ndio wanaweza wakastuka. Wakiwa watu haitumii hiyo nafasi. Na wanakuja kwa nakumbuka marehemu Luge, wanakutana naye. Tuna darasa kabisa, wanapewa madarasa na nini pale. Kesho ukimtafuta, bwana mimi ni msanii wa mheshimiwa, yule hawezi kukutupa. Lakini walikuwa wanasubiria mheshimiwa ndo afanye vitu vyote ambao ni ngumu, hakuna msaada wa hivyo. Kwa wenyewe wasanii asilimia kubwa ndio wamejua. Mwanzo walikuwa wanapambana naona. Lakini ndio ile kubweteka kukimbilia da. Wanaenda da wanakaa wiki ngapi wanarudi Dodoma hapa. Tayari afanye kazi anajiona yeye mkubwa. Hiyo ndio kwa sababu. Yes. Branding kwa msanii asilimia zake, especially kwa capital city ambao tuko, unaionaje kwa wasanii wetu? Uko sawa? Yaani branding mimi nilikuwa naiona kwenye shows but ilikuwa sio asilimia 100. Kwenye shows wakiwepo branding utaona mtu kavaa vizuri, kapiga raba kali, kapiga nini. Lakini ikiwa ndani ya show bado kuna asilimia fulani hivi huwa zinapungua. Kwa nini? Wewe tayari unajijua una asilimia 100, wewe ni umeitwa kwenye show. Umeitwa kwenye show na kwenye ratiba upo. Unapoenda kwenye show lazima uwe na ujiweke kwenye nafasi fulani wewe mwenyewe. Uweze ukaenda kwenye show ukazurura tu nje. Usubirie stage pale juu ikuite. Lakini wote ilikuwa ni woga sijui au kutokuelewa. Ila kavaa vizuri. Sehemu tukio anashindwa kujiweka kibrand. Labda kuna VIP pale aende. Nasikia ya wasanii wakubwa hii. Yeye kwa nje amekaa. Ila branding ya mtaani mimi kwa sioni wasanii wengi. Brand ya mtaani hivi nilikuwa sioni. Bora hata papa uko muonage yeye kwa za studio tu. Kishomoka utamwona mara moja umuoni. Lakini wengi ambao kwa nakutana nao mtaani, branding ya mtaani ilikuwa sioni. Papa? Branding ni kitu ambacho kinakosekana. Kimekuwa kikosekana na kinakosekana. Nakumbuka mara ya mwisho hata Moni ashai kuongea kwenye interview ya media moja. Kusema miongoni mwa vitu ambavyo anahisi vina miss kwenye industry ya Dodoma ni branding pia. Akikutana na wasanii unamuona kabisa huyu mpaka mtu akutambulishe kama umjui kwamba huyu ndo fulani. Lakini inabidi kuna namna mtu akuone tu. Yaani mtu akikuona tu aseme huyu atakuwa msanii huyu. Hata bila kutambulisha au kama kujui. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kilikuwa kina miss, yani kwamba wewe inawezekana huyo mtu unamjua jina lake lakini ukishaambiwa huyu ndo fulani unaanza kuona kumbe nilikuwa namuona kama inawezekana mtu fulani hivi kumbe simple kabisa. Yani hicho ni kitu ambacho kilikuwa kinasumbua na kinaishi sana kwenye tasnia ya Dodoma.
wengi yani wanajiweka normal sana. Mfano mzuri hata hapa tulipokaa hapa. Umekaa kama mtangazaji kweli kabisa, umesimama brand. Papa amekaa kabisa kama producer, mavazi yake na nini anamtambulisha. Lakini mimi nilivyokuja. Mimi nimekuja najua nimeitwa Faza. Kwa nimekuja kifaza. Unajua zile sijakula jeans, sijakula nini, unajua. Nimekuja kishua. Kwa maana unazingatia brand. Yaani maana ningekuja nimekula jeans, mtu mwingine ambaye ajua anakuja msanii sa DJ unajua zile, lakini Papa producer yani hawezi kuongea mara tatu. Producer yes, jamaa mtangazaji. Big bro. Unaelewa? Yes. Ni kitu gani kwenye hii industry inabidi sasa tufanye ambayo itakuwa ni nguvu badala sasa ili tuweze clear haya yote? Yani unahisi ni nini ambacho kinaweza kufanyika tuweze clear haya yote ili tufikie inchi ambayo ni ahadi sasa? Kwanza kabisa kuna misemo wazungu wanasema fake it until you make it. Wasanii wanashindwa kufake. Inabidi wewe madhaifu yako yafiche kwanza. Njaa zako uzifiche. Ndio wanasemaga umaridadi ufiche umaskini. Yaani wewe ukishakuwa ni brand, umepata nafasi, umepata jina, kwanza waoneshe hiyo image watu wa nje. Kwamba huyu ni msanii. Ukiona kabisa hauwezi kujionesha hivyo, basi kaa ndani. Mpaka utakapohisi una uwezo wa kujionesha hivyo, ukitoka nje watu wajue kabisa yule jamaa ni msanii. Yes. Kwa sababu sisi wasanii inabidi ujue maisha yako kila siku ni finali. Hauwezi jua, unaweza kutoka hapa tu ukijua hapa natoka zangu na misele yangu tu, labda naelekea studio au naelekea wapi. Hapo kapigiwa simu au hapo njiani ukakutana na Masu yupo kwenye gari yake, yuko na Alikiba, yuko na nani. Anaona hata aibu kukutambulisha kwamba bwana huyu mbaya, huyu anaitwa fulani huyu. Kwa sababu wewe sasa ulitoka ukijua kwamba leo sina event, sina nini, siwezi kukutana na mtu yeyote. Lakini inabidi kila unapotoka unajua kabisa hapa hata nikikutana na mtu yeyote akiambiwa huyu fulani nitakuwa sijaangusha hiyo image yangu. Yes. Kwa watu wanatakiwa kujua kwamba mimi kila ninapotokea ni image na ni kioo na watu wananitazama. Inabidi waamini kwanza wakiniona kabla hata ya kusikia kazi zangu, na hata watakapozisikia wajue sipishani nazo, muonekano, branding. Kwa tuna vitu vya kuzingatia kama hivyo, yani kwamba tunatakiwa kujua. Sometimes wasanii hata wadau waga kuna vitu vingi wana fake. Na sio kama wana fake kwa sababu ya wao ni watu wa kufeki. Kwa sababu image yao inamtaka aonekane kwa namna ambayo sometimes yeye hawezi. Lakini sasa inabidi watu wakuone hivyo. Kwa unakuta mtu sometimes inabidi hata kuna show watu wanakuja wasanii wa Dar es Salaam, wanakuja mimi labda naenda nakutana na kina Stukizi, mimi kina Stukizi wakija labda lazima wanipigie. Namna ambavyo wanakuwa wamejiweka pale, mimi nikifika pale lazima wanione na mimi ni mwenzao. Yaani siwezi nikafika pale mpaka mtu anaona huyu mwana yani hata mimi kuonekana nafahamiana naye kama jao hivi. Kwa lazima useti hiyo standard. If ushe kuwaza like kutafuta msanii ambaye mtampeleka kama Dodoma nyote wawili. Kwa mfano una sound tunes nyingi ambazo zimeaminika sure. Tanzania. Being a DJ legendary, lakini pia the industry, you got it. She kuwaza like tuchukue a guy kutoka chini and tumpeleke ujana. Ishafanyika hiyo. Ishafanyika kama nilivyokuambia, wasanii wako wengi sana. Unaweza kufanya hivyo, mtu akaweka heshima mara kwanza. Kisha mpanjia tu tayari anajisahau, anaanza kuonyesha yeye ni nani. Wasanii wana changamoto. Mimi nakumbuka zishatokea hata event nyingi za kutafuta vipaji kwa ajili ya kuvisupport. Mimi brother Masu shai kunicheki kwenye event nyingi sana za media za kutafuta vipaji, na mimi nilishiriki pale kama judge. Event nyingi sana za kutafuta vipaji. Kwa hilo ni wazo ambalo watu washai kulifanya, washai kuliwaza, wanatafuta vipaji, wanatamani kuvisupport. Lakini sasa unaweza wewe ukafikishwa sehemu fulani na wewe ukashindwa kuendelea kutoka hapo kwenda sehemu nyingine. Umepewa platform, umeonekana majukwaa tofauti tofauti, watu wengi wamekuona.
unapewa labda inabidi ukarekodi, unafanyiwa labda hiyo fare ya wewe kwenda kurekodi sehemu. Lakini watu hawajuagi kwamba pale ambapo unakuwa labda unashiriki vipaji vinatafutwa na nini, destination ya pale sio kwenda wewe kurekodi sehemu fulani. Yeah. Pale tu yani kupewa ile mileage, kuna watu pale zaidi ya 1000 wanaangalia ile tamasha. Ile tayari umepewa platform kwamba kuna watu wanakutazama na umeonyesha kipaji chako. Inabidi utoke na ile mindset ya kuanzia pale na kuendelea kwamba hii ni nafasi. Kwenda kurekodi unaweza ukarekodi afu hata wale walioko kwenye tamasha wasisikie huo wimbo inawezekana, lakini ulichoonyesha pale mbele ya watu wengi, inabidi uangalie hii platform nilopewa kutoka hapa kwenda sehemu nyingine, inabidi nijiongezeje. Kwa watu washapewa hizo platform, washapewa hizo nafasi kwamba sasa tumpeleke huyu. Wamepatikana 2, 3 au mmoja, tumpeleke huyu. Lakini wewe utapelekwa, hauwezi ukapewa chakula, ukatafuniwa, ukalishwa, ukamezeshwa. Yani kuna vitu sasa, kuna stage watu watafika kwamba tumekusaidia mpaka hapa. Vingine inabidi uoneshe juhudi zako. Mimi naishi kwa mshahara. Lakini mshahara wangu huwa si ununuli chakula, siwekei mafuta kwenye gari. Mshahara wangu mara nyingi huwa nautumia kwenye branding, kuwekeza kwenye branding. Mimi nikitoka nikienda sehemu yote ya starehe lazima niwe na fungu langu. Tafika hapa ma DJ tu, brother, tatia 50. Najua club nzima nitaimbwa mimi. Lakini wale wanavoniimba na watu wanavonisikia, kwa unazidi vibango vingi sana. Kwa hiyo inaiko kwenye brand. Ndio wasanii wanavoisha tathmini. Kuna watu hawana hela brother, lakini ukiona kwenye Instagram unaogopa. Unaweza kusema huyu ni billionaire au ana hela nyingi. Kwa hiyo mimi ndo ninafanyaga, mimi nitaingia sehemu dogo wenyewe wana appreciate. Masu ndio maana unaona mpaka leo mimi. Na madogo wenyewe wale wakinaona wajua sababu brother yupo so kinyonge. Kwa hiyo yote tulioongea, ishu kubwa tu ni wasanii wa make sure wanaweka branding, wanafanya kazi, nidhamu, kazi ziwe kali. Alafu watafute watu hapa, mbona watu hapo? Wasikimbilie da wanakwama kwa sababu ya hela. Hakuna mtu da utaenda atafanya kazi yako bure. Kweli. Ili uite media lazima umpe hela. Mtangazaji anani lazima umpe hela. Sasa huna hela unatoa wapi? Watu hapo hapa wengi, yani sio kama kuna watu wa kusimamia muziki, wapo wengi. Ukenda Daily Scholar tumewajua hapa Dodoma. Gifted sana tumemjua hapa Dodoma. Kwa nini sasa hivi? So anything Masu ambacho unaweza kumaliza right now wakati tunakwenda ku close the convo. Nini ambacho unaweza kuzungumza? The whole entertainment kwa Dodoma. Mimi naona entertainment iko vizuri. Ila tu wasanii wenyewe sasa hivi baadhi yao naona kama watu wameamua kuacha muziki na kuingia kwenye biashara, wengi sana. Naona bana, wengi sana. Na kwa wasanii wachanga ambao wanakuja sasa hivi, basi wajitahidi kufanya kazi nzuri, waeke nidhamu, watafute watu. Na watu pia wanaowatafuta wawekee nidhamu ili muziki wao uende. Warudi tena ni waeke nani sasa ya zamani ilikuwa kuna msanii fulani. Sasa hivi watu wamepotea. Wote wamepotea. Kuna msanii unamsikia ambaye yuko juu hivi Dodoma hii. Hakuna. Zaidi tu ya producer Papa. Ndio utamsikia. Au mfano tuje pia kwenye entertainment ya madj unawasikia sasa hivi. DJ gani ambao unamsikia unaona huyu anaweza akafuata kwenye linki nani? Papa, anything ambayo unaweza ukashare na sisi for the whole industry? Mimi nafikiri industry walioinyongonyeza au kuifanya iwe imedhoofika ni hawa wasanii wenyewe wa ndani. Kwa sababu ya hizo mindset. Kuna muda mtu anaweza kahisi katumia nguvu kubwa alafu kitu anaona kama hakina mafanikio. Lakini yeye alikuwa anatumia nguvu kubwa bila target zinazoeleweka.
baadaye wengi wamehisi hicho wanachokifanya labda wanahitaji kukaa pembeni kwanza kutengeneza hela kufanyaje. Lakini hata mwanzo nafikiri watu walikuwa wanatumia nguvu kubwa bila kujua anatumia hiyo nguvu kwenye nini. Mtu anatengeneza ngoma hapa, anatamani ashuti, anapeleka anapeleka kwenye media, karudi. Lakini hajajua kwamba hata angekuepo hapa pengine angefuata mipango sahihi, wimbo ungefanya vizuri mpaka bila yeye kwenda. Kwa nafikiri wasanii wenyewe ndo walinyongonyeza hiyo industry. Na hata hao wanaokuja wanatakiwa pia kujifunza, yani kwamba industry inabidi mimi niwaone watu gani, inabidi nipite hatua gani, wimbo mzuri ni upateje, wimbo ni upromote vipi na ufikeje kwenye sehemu ambayo watu wengine wanafikisha nyimbo zao zina hit. Bana, thanks guys kwa kuja. Asante. Tupoa bana. This was the convo. Sisi tumemaliza right now, and you guys just go on YouTube, Instagram, wherever. Kutazama sisi, mimi naitwa Latino in case you don't know me. Tukutane kwenye YouTube guys.